Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Waasi wa M23 wanaodhibiti mji mkuu wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kurejea kwa rais wa zamani Joseph Kabila katika eneo hilo leo Jumatatu ya Mei 26 na kuhitimisha miaka 6 ya rais huyo nje ya nchi. Kabila ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini nchini mwake kwa madai ya kuwa na uhusiano na waasi amerejea Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, baada ya kuwasili mjini humo kwa muda mfupi mwezi Aprili kabla kurejea kusini mwa Afrika. Kurudi nyumbani kwa mwanasiasa huyu mkubwa tumekupokea kwa mikono miwili, kiongozi wa kisiasa wa waasi wa M23 Corneille Nangaa alisema katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X Jumatatu asubuhi. Amefanya chaguo sahihi baada ya kubaki tu nje ambako amelazimishwa kuwa huko, mwisho wa kunukuu. Kurudi kwake katika mji wa Goma kuna kuja siku mbili tu baada ya kuishutumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa ushabiki, uongo, kiburi, kuweka taasisi za kiserikali kwa upendeleo na kutojali, miongoni mwa maovu mengine ambayo yaliharibu mshikamano wa kitaifa na kuifanya nchi hiyo kuwa dhaifu, kwa mujibu wa Rais Kabila. Kabila mwenye umri wa miaka 53 alitawala Kongo kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 2019 alipokabidhi kijiti kwa Felix Tshisekedi. Wawili hao walitofautiana baadaye, huku Kabila akimshutumu Tshisekedi kwa kukiuka makubaliano aliyomuingiza madarakani, Tshisekedi akimshutumu Kabila naye kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Bunge la Seneti la Kongo mnamo Mei 22 lilipiga kura kuunga mkono azimio la kuondoa kinga ya Kabila ambaye ni seneta wa maisha na kuidhinisha kesi ya kisheria dhidi yake. Mahakama Kuu ya kijeshi imeongeza mashtaka ya uhaini na uhalifu wa kivita dhidi ya Kabila ambaye mali yake pia imetwaliwa. Wafuasi wake wanasema mashtaka ya uhalifu ni sehemu ya kumuinda tu kichawi rais huyo. Akizungumza kutoka eneo lisilojulikana siku ya Ijumaa baada ya kuondolewa kinga yake, Kabila alimuita Tshisekedi kama mtu mjinga na kumshutumu kwa ubaguzi na unyanyapaa wa baadhi ya makundi ya watu na kurudisha tena ukabila nchini Kongo. Rais huyo wa zamani ambaye alimaliza ukimya wake juu ya mzozo huo mwezi Februari mwaka huu, hapo awali amemshutumu Tshisekedi kwa kusimamia vibaya mgogoro wa mashariki mwa Kongo na akatupilia mbali majaribio ya rais huyo ya kuwalaumu wahusika wa nje kwa kuhusika na mzozo huo. Kurudi kwake katika mji wa Goma kunaweza kuashiria sura mpya katika mzozo kati ya Tshisekedi na waasi ambao wamedhibiti maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, tangu mapema mwaka 2025. Haya pia yanatokea huku vyama vya upinzani kikiwemo cha Kabila cha People's Party for Reconciliation and Democracy PPRD kikimshutumu Tshisekedi kwa kuwakandamiza wapinzani. Huko Goma, Joseph Kabila anakaribishwa katika sehemu pekee ya nchi ambapo ukatili, mateso ya kisiasa, hukumu za vifo, ukabila, ubaguzi, matamshi ya chuki havipo, alisema Nangaa ambaye alikuwa mkuu wa tume ya uchaguzi ya Kongo Seni wakati Joseph Kabila alipokuwa rais. Tangu mwezi Februari, wajumbe na watu kadhaa wamepita Goma, wameweza kuona kazi iliyofanywa na AFC M23 katika kurejesha usalama wa watu na mali zao, alisema Nangaa. Waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana tangu mwishoni mwa mwaka 2021 walichukua udhibiti wa mji wa Goma Januari mwaka huu na walichukua udhibiti wa mji wa Bukavu mnamo mwezi Februari. Waasi hao waliteka Goma kwa siku kadhaa mwaka 2012 kabla ya kuondoka na kwenda uhamishoni, na sasa ni sehemu ya muungano mkubwa ulioanzishwa mnamo Disemba mwaka 2023 ambao umepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa Kongo. Waasi wameshikilia eneo hilo kwa muda mrefu zaidi. Mnamo mwezi Aprili, kutokana na upatanishi wa Qatar, waasi na serikali ya Kongo walifanya mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja tangu mwaka 2021, pande hizo mbili zikitangaza kujitolea kwao katika kusitisha mapigano mnamo mwezi Aprili, lakini mazungumzo ya Doha bado hayajafikia makubaliano. Nixon Katembo ni mwanahabari kutoka nchini Afrika Kusini, anazungumzia hatua hii ya Kabila kurejea katika mji wa Goma na athari zake. Hii ni mwendelezo wa kazi zake za kuunga M23. Kumbuka Kabila, watu wengi hawajui kwamba ni yeye ndiye mwanzilishi wa maasi hayo tangu mwaka 2013 wakati alipotaka kujiondoa ile pressure iliyotolewa na Umoja Mataifa kuhusu uchaguzi wa mwaka 2011. Wakati wote imetajwa Rwanda, lakini Kabila hakuwa anatajwa. Anahusika vipi katika hizi vurugu za sasa? Kabila na Rwanda wamekuwa wakishirikiana pamoja katika kuimarisha usalama wa mashariki mwa Kongo kwa
maslahi binafsi. Kwanza maslahi yake ya kibiashara, kwa maana kuwa ana biashara nyingi ambazo zinafanyika kule Kongo. Kwa upande wa Rwanda ni kuweza kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi, wala si hata kutetea wale wanaoita kuwa raia wa kinyamlenge ambao Rwanda inasema anaandama pamoja na wakimbizi ambao wako pale Rwanda wanataka kurejea nchini Kongo. Uwapo wake Kongo wakati huu kutakuwa na matokeo gani? Utaligawa taifa ninaloona kati ya mashariki na magharibi, na hii inaweza ikawa na azma ya baadaye ya mgawanyiko ndani ya Kongo, na hii ni moja kwa moja kutokana na uhafifu wa serikali ya Kinshasa. Serikali itakuwa na wajibu gani unahitaji hapa sasa hivi? Serikali ina wajibu wa kuweza kulinda mpaka yake pamoja na raia wa nchi hiyo, pamoja na kuleta maendeleo ndani ya nchi, lakini inaonekana dhahiri kwamba Kinshasa chini ya Tshisekedi imeshindwa kufanya hivyo, na badala yake tunaona Rais Tshisekedi pamoja na wapambe wake wakijilimbikizia mali nyingi tu kama alivyofanya Kabila chini ya utawala wake wa miaka 15. Kabila ameondolewa kinga ya kushitakiwa, haitakuwa na athari zozote kwake. Hii itamfanya awe mkali zaidi na kuweza kupigania haki zake kama anavyotaja mwenyewe, pamoja na kuendeleza vita hadi pale pengine serikali ya Kinshasa itakapoanguka madarakani kwa kutumia waasi wa M23, na hii itaweka Kongo katika hali tete zaidi, ambako wengine tulitarajia kwamba kutakuwa na mazungumzo ya amani na ushirikiano, na tuongoje wapo Marekani itakuwa na washawishi dhidi ya viongozi hawa wote ikiwemo Kabila pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeitaja Marekani, lakini jumuiya za kikanda zimekuwa na jitihada zao. Ni kwamba juhudi zote hizi hazitafua dafu? Naam, juhudi za kimataifa zimezalilishwa kutokana na uongozi mbaya pamoja na kutokuwa na msimamo thabiti kwa serikali ya Kongo. Upande wa pili kutokuwa na msimamo wa kitaifa na ukosefu wa uzalendo kwa wanasiasa wa nchi hiyo kuhakikisha kwamba wanaliweka taifa mbele. Upande wa mashariki, kwa mfano SADC ilienda kule kusaidia Kongo, lakini mwishowe ni kama imezalilishwa na imelazimika kuondoka. Uwapo wa Kabila katika eneo lile la mashariki ya Kongo utakuwa muda mfupi au utakuwa muda mrefu? Mimi naona kama unaweza ukawa muda mfupi, lakini utakuwa na madhara makubwa, kwa sababu inaonekana dhahiri sasa kwamba mashariki mwa Kongo ndio ngome yake wakati anapoendelea kupambana na serikali ya Kinshasa, iwe kidiplomasia, iwe kijeshi kupitia waasi wa M23. Na tuhitimishe ruba za kimataifa kwa kuelekea huko nchini Burundi, ambapo taarifa fiche kutoka Bukavu zinaeleza kuwa vijana wengi zaidi wa Burundi wanajiunga na wanamgambo wa Zalendo katika eneo la Uvira, wakiacha nyuma shughuli zao za kila siku za kilimo, biashara na uchuuzi wa pikipiki kwa kushawishiwa na ahadi za malipo na maisha bora ya baadaye. Tunatumai maisha bora, baada ya vita serikali ya Kongo itatulipa kama askari, alifichua kijana mmoja katika eneo la Kiliba. Baadhi ya wakimbizi kutoka kambi za Mulongwe na Lusende au kituo cha usafiri cha Sange pia walionekana katika safu za Wazalendo. Wakala wa tume ya kitaifa wa wakimbizi CNR kutoka Baraka amepaza sauti akisema wakimbizi hawajapokea msaada wowote kwa zaidi ya miezi 5. Wengine wanaishia kujiunga na makundi yenye silaha, lakini hawana haki wala wajibu wa kufanya hivyo. Kulingana na vyanzo vya usalama vya kikanda, karibu wanajeshi 10,000 wa Burundi wakiungwa mkono na wanachama wa umoja wa vijana wa chama tawala Imbonerakure wapo rasmi nchini Kongo. Jeshi la ulinzi wa kitaifa la Burundi FDNB limeshiriki kwa zaidi ya mwaka mmoja katika operesheni za pamoja dhidi ya M23 na vikundi vingine vyenye silaha katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Watafiti na mashirika ndani wanaonya juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa vurugu. Kuna hatari kubwa ya watu hao wa kigeni kuhusika katika uhalifu, ikiwa ni pamoja na uporaji na mauaji, ameonya mtaalamu wa usalama wa kikanda. Katika muktadha huu, baadhi ya sauti zinataka tofauti ifanywe kati ya wazalendo halisi wanaochukuliwa kuwa watetezi wa eneo hilo na wazalendo feki wanaotuhumiwa kufanya ukatili kwa kisingizio cha uzalendo. Hadi sasa Kinshasa imejitahidi kudhibiti wanamgambo wa ndani inayowaunga mkono bila kuzingatia ukiukwaji mkubwa unaofanywa dhidi ya raia. Mimi ni Awadh Rashidi.